Shughuli ulianza lini na ina faida kwako tangu uliweza kuanza, ndugu yangu? Hii shughuli nimeanza sasa hivi na mwaka wa pili na faida ipo. Sababu ningesema faida hamna ingekuwa nishaachia ngazi. Faida ipo, ila kwa sasa hivi kutegemea na mfumuko, biashara imeshakuwa ni ngumu kutegemea na process ambazo kwanza kiuchumi. Ukizungumzia kiuchumi, soko la Newala linazingatiwa zaidi upande wa mfumo wa mazao. Kwa mfano kama mbaazi haifanyi vizuri, na imani hata wafanyabiashara hawezi kupata kipato chochote. Kama korosho nayo haifanyi vizuri, hata biashara haiwezi kuchangamka. Kwa sababu sisi huku hatuna vyanzo vya utalii, kwamba tunategemea labda tuende sehemu tukatalii au halmashauri ingize pesa, lakini tunategemea zaidi mazao. Mazao yakifanya vizuri, hata soko nalo linafanya vizuri. Lakini muda mwingi sana tunapoteza kukaa tu sehemu, chapa usingizi, tunacheza drafti, mpaka ndani ya soko tunacheza mpira, yani cha ndimu. Kutegemea na mifumo yenyewe haiko sawa. Sawa, kwa biashara yako hii sasa, mzunguko wake upoje hivi sasa? Mzunguko kwa sasa hivi sio mzuri sana. Ni kiasi. Kwa sababu unafikia malengo ya kuchukua kwa mfano nyama kilo 2, lakini mpaka unafikia jioni hautoboi, yani haumalizi. Kwa hiyo kinachofanyika pale ni kuangalia taratibu zingine za kuhifadhi mzigo sehemu salama na sehemu angalifu, ili kesho uamke na zoezi lingine tena la kuchoma ile nyama na pia kuchukua mzigo mwingine tena. Lakini kama ni kipindi ambacho ni cha biashara mzuri, unachukua mpaka nyama kilo 5 na siku moja unainuka, au kilo 4 siku hiyo unainuka. Sawa. Katika shughuli yako hii, kuna changamoto yoyote ambayo unakutana nayo? Changamoto zipo. Kama zipi? Changamoto zipo. Sababu nikizungumzia changamoto upande wa biashara, kama biashara, changamoto kubwa sana ni biashara kuwa ngumu. Ndio changamoto kubwa. Kwa sababu unaweza ukachukua kwa mfano kanunua nyama kilo 3 na una pesa hiyo, mwisho wa siku unataka ili ukidhi na mahitaji ya nyumbani, yani huduma ya nyumbani. Kwa hiyo kama hujauza katika muda mwafaka, na imani hapo lazima ukutane na changamoto, na hapo nyumbani kunahitajika mahitaji, na wewe mwenyewe bado unaumwa, unahitajika ununue dawa, na biashara nayo ni ngumu. Kwa hiyo changamoto ni kama hizo, baadhi ya changamoto ni hizo. Sawa. Katika hii biashara sasa, unaweza ukaweka wazi mafanikio ambayo umeweza kuyapata ili kuweza kuwaamsha baadhi ya vijana ambao wapo tu vijiweni, wanapiga tu story, wanachagua kazi, wakati kazi kama hii ipo pia. Ukiweza kuchukua nyama yako kilo 1, kilo 2, ukafanya shughuli na maisha yakaendelea. Mafanikio yapo kwa sababu kazi yoyote lazima yani uwe na kitu budget. Ukiweka bajeti zako vizuri, unaweza ukajikuta unatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa mfano mimi hapa nadili na mifugo, na hiyo mifugo imetokana na hizi biashara hii. Nafuga pale, nafuga kanga, nafuga njiwa, nafuga kuku, nafuga bata, na tena nimepata fursa ya kuwauzia wale wa China uzaga bata. Kwa hiyo ukisema mafanikio yapo, ila fursa ambayo kwa vijana nataka niwaambie ni kwamba wasitegemee yani wasitegemee kazi moja. Kwa sababu hata kazi hizi za kujiajiri ndio kazi ambazo zina muda hata wewe kupumzika pia. Ukisema leo siji ofisi, huwezi kufika ofisi. Ukisema leo naenda ofisi, unaenda ofisi. Kwa hiyo sio mtu tu labda ameamua tu kumsubiri mtu amenunua bodaboda, anazungumzia pikipiki, afu anakuja
naomba ajira, lakini ajira zipo ndogo ndogo hizo, unajituma kama hivi, unaweka malengo, mwisho wa siku unajua nini umekifanya. Safi. Kwa hapa sokoni, mazingira unaona ni rafiki kwako kwa biashara yako hii ya uuzaji wa mishikaki? Mazingira ni rafiki kiasi, ila inatakiwa nipanue wigo wa biashara kwa sababu mahitaji ya wateja ni mengi sana, kutegemea na sokoni nauza mchana tu, yaani kuanzia saa hizi asubuhi, kuanzia saa 3 mpaka saa 12 nauza hapa sokoni. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akinijalia, nataka nifanye prosesi za kupata eneo lingine nje ya soko ili niwe nauza na jioni, nafanya vitu mchanganyiko sasa, sio mshikaki tu. Sawa, neno lako kwa vijana ambao wanakutazama kupitia Kizuri Digital kwa sasa kuhusiana na ufanyaji wa kazi, unawaambia nini? Vijana tusikae vijiweni, vijana tuhangaike, hata kama ni maisha magumu. Muda mwingine ugumu tunauleta sisi wenyewe vijana, kutegemea na tunakaa sana vijiweni. Fursa zipo, biashara ndogo ndogo hizi zinakutoa, kwa sababu leo hii huwezi kusubiri mpaka mtu atengeneze prosesi zake wewe uombe ajira, utachelewa sana. Vijana tuchangamkie fursa ndo kama hizi. Sawa, neno lako kwa serikali kuhusiana na upande wa mikopo, naamini unatamani uweze kupata mikopo, na ushawahi kuomba ama ushawahi kupata mkopo wa serikali? Mikopo serikali sijawahi kupata mkopo. Unaiambia nini serikali katika eneo hilo? Serikali inatakiwa ituangalie sasa sisi vijana ambao tunafanya biashara wadogo wadogo, yaani ni wamachi. Sababu ikitokea fursa jana nataka prosesi za mkopo, basi natakiwa iendeshwe kisheria na taratibu zote zizingatiwe ili apate kuinuka katika biashara. Kwa mgeni ambaye anatazama hii clip hii, unamwambia nini kuhusiana na soko hili la Newala na biashara yako hii? Hebu wakaribishe sasa, wana Dar es Salaam wanakutazama ujue, na mikoa mingine yote, na hata ndugu zangu kutoka Afrika Kusini na nchi nyingine tofauti tofauti. Unawaambia nini? Akifika Newala afike kwako ili apate testi ya mishikaki au apate kitu gani hapa zaidi? Kwanza nawakaribisha sana wageni wote ambao wanatoka ndani ya Newala na nje ya Newala, kwa sababu hii biashara au kuzungumzia hii mishikaki ni testa moja nzuri sana, kwa sababu hii mishikaki ishafika mbali sana. Nikizungumzia mbali, ishafika mpaka Msumbiji, ishafika mpaka Dar es Salaam, ishafika mikoa mbalimbali kutokana na hii mishikaki. Kwa hiyo nawakaribisha, karibuni sana mpate testa moja nzuri sana kutoka kwa Hussein na Chuka.